Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetangaza kuwa kutakuwa na kukosekana kwa huduma ya umeme kwa nyakati tofauti katika baadhi ya mikoa kuanzia Julai 30 hadi Agosti 17 mwaka 2026, kupisha hatua ya mwisho wa utekelezaji wa mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze mkoani Pwani hadi Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Goele amesema uzimaji huo unalenga kupisha kazi ya kuvuta nyaya katika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro kwa kuzingatia usalama wa wafanyakazi na miundombinu. Mimi ni Ino TZA. Leo wanahabari, kama ambavyo mmefika katika mradi huu, tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia asilimia 94 mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili, na sasa tupo katika hatua za mwishoni za utekelezaji wa mradi huu. Na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu kutokana na sababu za kiusalama. Mkandarasi aliomba kufanya kazi hiyo, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya laini za kusafirisha umeme za msongo wa kilovoti 220 na 132 ili basi kupisha kazi hiyo ya mkandarasi ya kuvuta waya iweze kufanyika hapo Mkambarani. Kwa ajili ya usalama na kuwezesha kazi hiyo ya mkandarasi kufanyika, wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya Ziwa, mikoa kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 hadi tarehe 4, tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti. Na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Na sisi kama shirika tumejipanga vizuri kuwapa taarifa wateja wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, vile vile vyombo vya habari, pia na katika makundi yetu ya WhatsApp ambayo yako nchi nzima. Tutatoa ratiba hizi za hali ya upatikanaji wa umeme katika kipindi ambacho kazi hii itakuwa ikiendelea. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi na wala wasipate taharuki. Ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa, inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja. Mikoa ambayo haitaathirika kabisa na changamoto hiyo ni mikoa ambayo ipo katika kanda ya Dar es Salaam na Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, lakini pia mikoa ambayo ipo kanda ya kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi, hiyo haitaathiriwa kabisa na kazi hii ambayo itakuwa ikifanyika katika eneo hilo la Mkambarani alilosema mhandisi. Kwa hiyo wateja wetu, tunaomba uvumilivu wenu wakati kazi hii ikitekelezwa, lakini tunaamini manufaa ya kazi hii ni makubwa kwenu pamoja na kwa taifa kwa ujumla, kwa maana inakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini na kuweza kutumia vizuri uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mradi wa Julius Nyerere. Ni mradi ambao umefikia asilimia 94, na wigo wa mradi huu unahusisha ujenzi wa njia kama nilivyoeleza awali ya kilomita 345 msongo wa kilovoti 400, lakini pia mradi huu unahusisha wigo wa upanuzi wa vituo vya kupoza umeme vya Chalinze pamoja na Dodoma. Ni mradi ambao unafadhiliwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 6, ambao una thamani takriban bilioni 514. Ni mradi ambao upo ukingoni. Sasa huko tulipofika ukingoni, lazima kuna kazi ambazo zifanyike na zina athari kwa watumiaji umeme kama alivyoelezea mkurugenzi wa mawasiliano. Eneo ambalo litakuwa na athari na tutakwenda kulifanyia kazi ni eneo la Mkambarani. Na kwa nini Mkambarani? Mkambarani ndio sehemu pekee ambayo njia yetu inavuka njia ambazo zina exist, njia ambazo zipo tayari. Pale tuna njia 3 za umeme ambao ndio zinapeleka umeme mikoani kutoka Julius Nyerere.
Tuna njia ya kwanza ambayo ni Morogoro 1 tunaita, tuna njia ya pili tunaita Morogoro 2, lakini tuna njia ya tatu ya msongo wa kilovolti 132 ambayo pia inatoka Chalinze kwenda Morogoro. Kwa hiyo eneo hili tukilimaliza kazi, tuna awamu ya pili ambayo tunavuka umeme, pia umeme wa ile line ambayo inalisha treni SGR. Eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia ambazo zina exist. Kwa pale Kikombo kuna njia SGR ambayo inatoka pale Kikombo kuelekea Dodoma, tutaivuka pia. Kwa hiyo tukivuka pale Kikombo, lakini pia kuna eneo linaloitwa Nkonze Dodoma, pia napo tutavuka. Sasa kwa ajili ya kupunguza athari kwa wateja, hizi njia tutafanya kazi kwa pamoja, yani parallel. Wakati tunavuka tunazima umeme kwa ajili ya Kikombo, uzimaji huo wa umeme utatuwezesha pia kuvuka kule upande wa Nkonze.